Na somo yetu tunajifunza, tulisema kwa sababu kwa maneno ya Mungu katika Biblia kuna sherehe tatu. Waisraeli wana sherehe tatu kubwa. Hata hiyo jana juzi Netanyahu ametoka kuongea na kwa mambo ya upuuzi, lakini sisi hatujali hiyo. Lakini tunajua Israeli wana sherehe tatu kubwa. Na sherehe ya kwanza iliitwa Pasaka, kwa sababu walikuwa kwa utumwa miaka 450 na walitafuta kila njia na kila mbinu watoke katika utumwa, ilishindikana. Na nakwambia, kosa kila kitu lakini usiwe mtumwa wa jambo yoyote. Na Mungu akatuma Musa kusudi wakombolewe na ikaitwa sikukuu ya Pasaka. Na hiyo ni sikukuu ya uhuru yao, ndio sherehe kubwa kupita sherehe yote. Lakini sherehe ya pili ya Waisraeli baada ya kutoka utumwani, baada ya siku 50 walifanya mavuno yao ya kwanza, na ilikuwa inaitwa sikukuu ya mavuno. Na sherehe ya tatu ya Waisraeli, walikumbuka vile waliishi jangwani miaka 40 wakiwa naishi kwa hema, na wakaita sikukuu ya hema, kwamba walikuwa kwa miaka 40 bila nyumba, bila mahali. Na hiyo ndio ilikuwa sherehe tatu. Na katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati 23, Mungu iko namwambia Musa, waambie Waisraeli mara 3 kwa mwaka, kila mwaka Waisraeli walikuwa wanapanda mara 3 Jerusalem kwenda kwa sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya mavuno na sikukuu ya kukumbuka vile waliishi kwa mabaya. Na sisi pia katika Agano Jipya, kwa sababu tumekombolewa na damu ya Yesu, na sisi ndio Waisraeli wa kweli wa kiroho, tunakuwa na sikukuu 3. Na sikukuu ya kwanza ndio tunaanza nao, na ndio maana tuna semina yetu ya kwanza kubwa katika sikukuu ya Pasaka. Tunaongelea kuhusu independence, uhuru wa kiroho. Na tunasema sikukuu ya Pasaka ilifuatana na mambo 3. Kabla ya Pasaka kulikuwa kwanza, Pasaka ni ukombozi, deliverance. Lakini kabla ya Pasaka kulikuwa kabla ya mtu kukombolewa lazima mtu akubali kukombolewa. Lakini kulikuwa vitu vilihitajika mtu afanye kusudi mtu apate kukombolewa. Na kiisha mtu kufanya vile vitu vilihitajika kufanya, ndio sikukuu ya Pasaka mtu alikuwa anakombolewa. Kwa kuna mambo before deliverance, kiisha pointi ya pili kuna deliverance, lakini kiisha kukombolewa kuna after deliverance, mambo ilihitajika kufanyika kiisha ukombozi. Na tulisoma sasa andiko yetu, tunaongelea kuhusu before deliverance. Na tuliongea andiko yetu mama katika kitabu ya Kutoka sura ya 3 mstari wake wa 5 mpaka wa 6. Mungu akamtokea Musa, kwa sababu Waisraeli walitafuta usaidizi ya Ethiopia, ilishindikana. Waisraeli walitafuta usaidizi ya Iran, hiyo Babylon iko napigana leo vita hii na Marekani, hiyo ndio Babylon. Ilitafuta usaidizi ya Babylon, ilishindikana. Ilitafuta usaidizi ya Syria, ilishindikana. Na hiyo ilikuwa na nguvu kwa hiyo wakati, lakini Mungu akaona atumie njia tofauti. Ndio Biblia inasema njia zetu sio njia za nani? Sababu Mungu akatumia njia tofauti kabisa. Baada ya kuitisha jeshi ya nchi nyingine kuja kuwakomboa wana wa Israeli, Mungu akamtokea Musa. Lakini Mungu alipomtokea Musa, Musa alizalika katika taifa ya Misri. Kwa hiyo Musa anajua Farao, Musa anajua Misri, anasikiaka tu historia kwa mbali kuhusu Mungu. Babu zao walikuwa na mwabudu. Ndio Biblia inasema Mungu akajitambulisha kwa Musa, akamwambia nakupa mission, unataka kwenda kuwaokoa wana wa Israeli, kuwatoa kwa mateso na kuwapeleka katika nchi imejaa asali na maziwa. Nilikwambia mateso si mapenzi ya Mungu, magonjwa si mapenzi ya Mungu, ukosefu wa kazi si Biblia inasema mambo yote mabaya hayatoke kwa Mungu, lakini inatoka kwa kazi ya shetani. Na mtu anapokuwa kwa shida, mbingu inawauma sana. Mungu anataka mtu apate kukombolewa. Lakini Mungu alipomtuma Musa kuokoa wana wa Israeli kutoka mikono ya Farao, Mungu akajitambulisha kwa Musa, akamwambia
ujue ya kwamba mimi maybe hujawahi kunisikia, kwa sababu umezaliwa Misri, umegrow Misri, umelelewa kwa nyumba ya Farao. Inaweza kuwezekana aujue ni Mungu wa aina gani anakutokea. Akamwambia mimi ni Mungu wa baba yangu Ibrahim, Mungu wa baba yangu Isaka, na Mungu wa baba yako nani? Yakobo. Nilikwambia ingekuwa mimi nilikuwepo, ningemwambia Mungu umedo mistake, umefanya makosa, kwa sababu Ibrahimu sio ndio kiumbe ya kwanza Mungu aliumba. Mimi ningemwambia Mungu ajitambulishe yeye ni Mungu wa nani? Wa Adamu. Ajitambulishe yeye ni Mungu wa nani? Wa Enoki. Enoki alipaa, Adamu walikufa, Ibrahimu alikufa, lakini Mungu anashindwa kujitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa Adamu. Mungu anashindwa kujitambulishwa kwamba yeye ni Mungu wa Enoki, lakini Mungu anajitambulisha na watu wangapi? Watatu. Kwamba yeye ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Nikakwambia kama Mungu alijitambulisha kwa Musa kwamba yeye ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, kuna mambo Ibrahimu, Isaka na Yakobo walifanya iliyoweza kugusa moyo wa nani? Wa Mungu. Na ndio Mungu akaanza kujitambulisha sana. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Mungu alikuwa anamwambia Musa, nakupe kazi ya kuokoa Waisraeli kutoka mikono ya Farao, lakini lazima uwe na tabia ya nani? Ya Musa. Lazima uwe na tabia ya nani? Ya Isaka. Na lazima uwe na tabia ya Yakobo, ndio utaweza kuokoa wana wa Israeli kutoka mikono ya nani? Ya Wamisri. Na sasa tukasema nini na nini aswa Musa alifanya? Nini na nini aswa Ibrahimu alifanya? Nini na nini asa Isaka alifanya? Na nini na nini asa Yakobo alifanya iliyoweza kugusa moyo wa nani? Wa Mungu. Tukasema tu maisha ya Ibrahimu kitu iligusa moyo wa Mungu. Mungu alipomtokea Ibrahimu, angalia kwa wakati hii sote tunaenda makanisani, tunaabudu, tunaomba, lakini wakati Mungu alimtokea Ibrahimu, dunia nzima, Ibrahimu alipatikana duniani tangu Mungu amuumbe Adamu na Ibrahimu kupatikana duniani, dunia ilikuwa na mwaka 1500. Na wakati wa Ibrahimu dunia nzima hakuna mtu alikuwa anamjua mtu anaitwa jina yake nani? Mungu. Kuanzia Ibrahimu mwenyewe, baba yake na Ibrahimu Tera, babu yake na Ibrahimu Nauru, wote hawakuwa wanajua jina ya Mungu, na Mungu akamtokea Ibrahimu. Nilikwambia Mungu anapotokea mtu usitishwe sana na wahubiri. Mhubiri akwambia mimi naonaka Mungu, umuulize ule Mungu wako anakuwa namna gani, kwa sababu Mungu ni roho, na roho ana sifa tatu: ni kiumbe kisio na mwili na damu au ni mifupa. Kwa hiyo kwa lugha fupi, Mungu aonekane. Na Musa alipenda kumuona Mungu. Mungu akamwambia Musa, hauweze kuniona na ufanye nini? Uishi. It is impossible. Ukisikia mhubiri anaonaka Mungu, aonake Mungu, anakutaraka na shetani. Mungu aonekane na macho ya binadamu. Na unaposikia tu Mungu anatokea mtu, nilikwambia Mungu anatokea mtu kwa njia 14, lakini njia moja ameachia watu wawili, ni Musa na Yesu peke yake ndio Mungu alikuwa anaongea nao kinywa. Wakiongea wanasikia sauti direct kinywa, lakini hawamuoni kinywa kwa kinywa. Lakini watu wengine wote Mungu anaongea nao kwa ndoto, kwa maono, kwa mafunuo, kwa unabii, kwa mtu wa ndani, anaongea na moyo yetu. Mungu anatumia njia 14. Sasa kama Mungu alimtokea Ibrahimu, inawezekana kwa ndoto, na tumeiona mara nyingi kabisa kwa ndoto Mungu amemtokea. Sasa ukasema wakati wa Ibrahimu hakukuwa Mungu, baba yake na Ibrahimu hajue Mungu tena, babu yake na Ibrahimu hajue Mungu, na hii dunia yote wakati wa Ibrahimu jina ya Mungu haikuwepo. Kila kabila na kila lugha ilikuwa na nini? Na miungu zao. Na Mungu akamtokea Ibrahimu tu kwa ndoto.
Na Ibrahimu akaamka asubuhi, anakubali hiyo ndoto ya mtu mwenyewe afanye nini? Hamjui. Baba yake afanye nini? Hamjui. Babu yake wafanye nini? Hamjui. Na ndoto anamwambia mke wake, Mungu anasema tutoke kwetu twende nchi ya mbali, na kule ndio Mungu atatubariki. Ilikuwa kichaa, ni kitu inahitaji uwe crazy. Naamini mke wake alipinga, familia ilipinga, marafiki walipinga, lakini yeye akalikubali hivyo hivyo. Na ndio maana Mungu akamwita baba wa dini wa imani, kuamini pasipo kuona. Akasema kama tunataka Mungu afanye na sisi mambo makubwa, tunataka ukombozi kwa maisha yetu. Wakati wa Ibrahimu ilikuwa nguvu, lakini wakati yetu inakuwa rahisi, tunaweza kumwamini nani? Mungu. Lakini nikakwambia njia rahisi ya kuamini maneno ya Mungu, kuamini Mungu. Mungu jina yake ya kwanza ni nani? Ni neno. Mwanzo alikuwa neno. Neno alikuwa pamoja na nani? Na Mungu. Na neno alikuwa nani? Mungu. Kwa hiyo kama nataka kuamini Mungu tu, niamini neno ya nani? Ya Mungu. Na ukishaamini tu neno ya Mungu, mara moja unamwamini nani? Mungu. Na Biblia inasema Mungu iko nyuma ya nini? Ya neno yake. Usimtafute Mungu mbali, mtafute tu Mungu kwa neno yake. Soma neno ya Mungu asubuhi, soma neno ya Mungu mchana. Sema ukishaisoma na kuikubali tu vile iko, mara moja unampata Mungu. Na nikakwambia andiko ya Hesabu 23:19, Biblia inasema Mungu si mtu kwa kusema uongo, wala mwana wa mtu kuweza kufanya nini? Kudanganya. Kile anasema kiwe na njia kisiwe na njia, ni amina na ni kweli. Kile anasema kiwe na picha kisiwe na picha. Angalia mambo Mungu anaongea na Ibrahimu hapa, haina picha. Amemwahidi mambo ili anampa yake nchi, japo Ibrahimu uko tu kwa familia yake. Nchi ampatie kijiji, ampe mji, anampa nchi. Number 1. Number 2, atamfanya yeye watu wote wa dunia wabarikiwe kupitia kwa, atakuwa tajiri kupita matajiri wote. Number 3, atamfanya baba wa taifa, mke wake Sara akiwa tasa na Ibrahimu akiwa na miaka 75. Impossible. Number 4, atamfanya kuwa na jina kubwa dunia nzima kupita majina yote. Na Ibrahimu akatoka akakubali hiyo mambo bila nakwambia, kama unataka kuamini neno la Mungu usiipigie mahesabu. Kwa nini usipigie mahesabu? Number 1, si wewe umesema, anayesema ni Mungu. Number 2, si wewe utafanya, atakayefanya ni nani? Ni Mungu. Yule anaahidi, yule anayesema ndio anashughulika, anaamrika kutimiza kile anaongea. Kwa hiyo kama tunataka kuona ukombozi kwa maisha yetu, mwezi wa kuja na mwezi huu tuko nao, ni sisi kukubali neno ya Mungu tu vile inafanya nini? Inasema. Na hiyo ndio imemgusa na Mungu kwa maisha ya Ibrahimu. Lakini Isaka, nini Isaka alifanya na Mungu akaguswa na maisha ya Isaka? Isaka akiwa kijana, mmeona wrestling au mmeona box? Mnaona watu wakipigana masumbi kwa nini? Si au mko kiroho sana? Ukiona kwa box, muangalie mtu kwa jina yake Tyson, akiwa miaka 18 mpaka 28 alikuwa anapiga mabondia wote, kwa sababu sifa ya Biblia inasema kijana na nini? Ana nguvu. Bondia akishafikisha miaka 30 35, bondia wa 25 lazima afanye nini? Amchape, kwa sababu kijana bado ana nini? Ana nguvu. Sasa Isaka alikuwa kijana, na elewa Ibrahimu amemzaa Isaka akiwa na miaka 100, na Ibrahimu anapotea kwenda kumtoa Isaka na miaka tayari 23. Kwa hiyo Ibrahimu ana miaka 123, ni mzee, babu anaenda kutoa kijana barubaru. Unasikiliza? Alipofika pale, mtoto anamuuliza baba, kuna kuni, kuna moto, kuna kisu, lakini zabihu iko wapi? Baba akasema Mungu mwenyewe atajitafutia. Lakini mtoto akawa na maswali, kwa sababu si mara ya kwanza waende kutengeneza nini? Madhabahu. Anajua madhabahu lazima iwe na vitu ngapi? 4. Iwe na kuni, iwe na moto, iwe na kisu, na iwe na zabihu. Lakini hii madhabahu yao wanaenda kutengeneza
Ini vitu tatu, lakini inakosa kitu ya nini? Ya muhimu. Na madhabahu bila dhabihu si madhabahu. Na hii madhabahu ya kamusi unawapiga kuabudu, kama haitakuwa na sacrifice yako, haiwezi kuongea kwa maisha yako. It is impossible. Madhabahu inakuwa madhabahu wakati kuna sacrifice. Sasa nakwambia, Baba, kuni tunayo, moto tunayo, kisu tunayo, dhabihu kwa si mara ya kwanza tufanye hii kazi. Baba akasema Mungu mwenyewe atajitafutia. Walipofika kwa mlima, huyu baba akatengeneza madhabahu, mtoto yake akiwa anamwangalia. Namba 2, huyu baba akachukua kisu, anamchukua mtoto, anamshika bila mtoto kufanya upinzani, anamfunga kamba bila mtoto kufanya upinzani, anachukua anamweka juu ya madhabahu bila mtoto kufanya upinzani, anachukua kisu iko na choma. Kama mbingu haingeingilia kati, sisa nakwambia watoto wa kisasa wangemgeuza Ibrahimu ndio akuwe sacrifice. Wewe baba yupuzi angemgeuza, lakini Ibrahimu akawa mtiifu mpaka kifo. Isaka akawa mtiifu mpaka kifo. Sasa hiyo tabia ndio ikashangaza, huyu mtoto ni mtoto wa aina gani? Na Biblia inasema katika Timotheo, moja ya dalili ya nyakati za mwisho, watoto watakuwa rebel kwa wazazi. Lakini Isaka hakuwa rebel, hakuwa mwasi mbele yao, alikuwa mtiifu. Na Mungu anataka kutembea namba 1 na watu wanaamini mbele yake. Lakini namba 2, anataka kutembea na watu wanaofanya nini? Wanatii neno lake. Biblia inasema utiifu inapita dhabihu, na kukosa kutii, Biblia inasema ni zaidi ya uchao. Sasa watu wengi wanataka ukombozi, watu wengi wanataka ufungulivu, watu wengi wanataka upo, lakini ni watu wanaoshindwa kutii neno ya nani? Ya Mungu. Na nikwambia dhambi, maana ya dhambi ni kwenda tu kinyume na neno ya Mungu. Mungu akikwambia leo usicheke, ndio kucheka, tayari umefanya dhambi. Mungu akikwambia funga leo, na ukikosa kufunga, tayari umefanya dhambi. Mungu akikwambia usisafiri, na unasafiri. Mungu amemwambia Yona hakuzini, Yona hakuiba, Yona hakukataa kutoa fungu ya 10. Yona alikuwa anafanya everything, lakini Mungu amwambia wende Ninawi. Lakini Yona akaamua kwenda Tarshishi. Ni maamuzi na ni kitu ya kawaida kidogo, lakini tayari mbinguni wanaona amefanya dhambi kubwa mbaya. Dhambi ni kwenda tu kinyume ya neno ya Mungu. Na Mungu anapotuita, anapotuokoa, anataka tuwe watiifu wa neno yake. Na neno ya Mungu iko kwa mifumo mbili. Mfumo ya kwanza ya neno ya Mungu ni logos, maandiko matakatifu. Biblia nzima ni neno la Mungu. Na mfumo wa pili ya neno ya Mungu iko rema. Kando ya Mungu kusema kwa Biblia, bado Mungu anaendelea kusema. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunataka kwenda kuona mtu wa tatu. Ndio tunaanza naye leo. Huyu tutamuongea mpaka sasa, tutaanza semina Pasaka. Ongea sana sasa. Mungu anajitambulisha kwa Ibrahimu, kwa Musa katika Kutoka 3:6, 5:6. Sasa mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu. Kwa hiyo mimi natembea na watu wanaamini neno langu. Mission amepewa ni kubwa. Hakupewa chama ya kisiasa, hakupewa waasi, hakupewa pesa, hakupewa jeshi. Lazima kusudi ya wakomboe, lazima tu aamini neno ya nani? Ya Mungu. Ndio silaha peke yake Musa alienda nao kule. Namba 2, lazima muda wote atakuwa kule akifanya hiyo kazi ya ukombozi, atii tu neno ya nani? Ya Mungu. Mungu akimwambia inua fimbo, ainue. Asitaki kujiuliza akiinua fimbo kutatokea nini na hakutatokea nini. Kazi yake ni kutii. Lakini namba 3, Mungu akasema yeye ni Mungu wa Yakobo. Kitu gani Yakobo alifanya na ikagusa moyo wa Mungu? Nini? Tunajua Isaka alitii baba. Tunajua Ibrahimu aliamini neno la Mungu. Lakini kitu gani Isaka aliweza kufanya
ile ikasababisha mpaka mbingu iweze kujitambulisha kwao. Warumi sura yake ya 9 mlango wake wa 13. Romans chapter 9 verse 13. Romains chapitre 9 verset 13. Kama tumepata sema amina. Kama hujapata sema haleluya. Basi tutasimama kwa ajili ya kuweza kusoma neno la Mungu. Warumi sura yake ya 9 mlango wake wa 13. Maandiko matakatifu, Paulo iko naongelea kuhusu habari ya wokovu, vile mbingu imeipaa. Kuna hata washirika walinitumia message, wale wenyewe wako digital kidogo, walifuata vile Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, alitoka kuongea wiki moja ilipita, iko naongelea Yesu kwa wana maana yote. Na ni kweli, kama unataka kuachana na Ukristo, ende Israeli. Israeli hakuna Wakristo, ni wachache, kwa sababu hawana makosa. Kwa sababu sheria Mungu alimpatia Musa ilisema walikuwa nasubiri Masia, na ndio Yesu. Lakini Masia kulihitajika ishara 14. Ishara ya kwanza, ishara ya pili, ishara ya tatu, ishara ya 4, ishara ya 5. Lakini Yesu alipokuja, alipokuwa anajitambulisha kama Masia, walipomchunguza wakaona ishara 7 ilitimia, lakini ingine ishara 7 ingine haikutimia. Kwa hiyo wakasema si yeye. Na moja ya ishara yenyewe kabisa wanampinga kupita yote, Masia alihitaji kuwa na cheo mbili. Alihitaji kuwa kiongozi wa kiroho na alihitaji kuwa mfalme. Na wakati wote Yesu alikuwa analisha watu mikate, Waisraeli walitaka kushimika kuwa nani? Mfalme. Yeye anafanya nini? Anapotea, anasema si yeye. Kwa sababu lazima Masia akuwe mfalme. Lakini kiukweli Yesu ana cheo yote mbili. Cheo ya kwanza ni kiongozi wa kiroho. Ni mzuri kuwa kiongozi wa kiroho, hapana kuwa kiongozi wa dini. Sasa Yesu alikuwa kiongozi wa kiroho. Lakini namba 2, Yesu atarudia katika dunia kuitawala kwa miaka 1000 akiitwa mfalme wa nini? Wa wafalme na Bwana wa nani? Wa mabwana katika taifa la Israeli. Akupenda kwa kutawala watu, inahitaji watu wafanane na wewe. Yeye ni kiongozi wa kiroho, hahitaji kutawala watu wa kimwili, anahitaji kutawala watu wa nini? Wa kiroho. Kwanza alikuja kushughulikia maisha yao ya nini? Ya kiroho. Kitu ya pili, waliona kwamba Yesu si yeye Masia. Biblia inasema Masia atatoka Bethlehem. Na ukisoma katika kitabu ya Yohana sura ya, wakati Filipo amekubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi kwa maisha yake, akakimbia kwa ndugu yake ya dini, mtu amebobea kwa maneno ya Mungu, kwa jina yake Nathanaeli. Akamwambia tumemuona Masia. Waisraeli walisubiria Masia, mpaka leo ukienda Israeli wanamsubiri Masia, waamini kwamba Yesu ndio alikuwa nani? Masia. Akamwambia tumemuona Masia. Nathanaeli aliyekuwa anajua maandiko, sheria 613. Nikwambia usiende mtu wote asikudanganya asema Mungu alipatiaka Musa sheria 10. Mungu alipatia Musa sheria 613. Na ndani ya sheria 613 kulikuwa amri 10 ya Mungu. Sasa katika sheria 613 ilikuwa sasa Mesia atatoka Bethlehem. Kwa nini Bethlehem? Bet maana yake nyumba, lehem maana yake mkate. Kwa hiyo Masia atatoka katika nyumba ya nini? Ya mkate. Na katika Agano Jipya nyumba ya mkate maana yake nini? Wakorintho wa kwanza sura ya 3:16 Biblia inasema amjue ya kwamba sisi ndio nyumba ya nani? Ya Mungu. Na roho ya Mungu anafanya nini? Anakaa ndani. Mwanadamu yote ameumbwa na Mungu, jina yake Bet. Lakini kusudi Yesu azaliwe ndani yetu, lazima kupatikane mkate, neno ya nani? Ya Mungu. Yeyote amepokea neno ya Mungu, yeye ni Bethlehem. Mimi ni Bethlehem.
wewe ni Bethlehemu, nyumba ya mkate, nyumba ya neno ya Mungu. Sasa Waisraeli walipoona kwamba hii yote kuwepo, wakakosa kumwamini kama yeye ni nani, yeye ndio Masia. Lakini kiukweli yeye ndio alikuwa Masia. Sasa hapa Paulo iko naongea na Waisraeli, iko nawapenda kuonesha taratibu vile Mungu walipomkataa. Biblia inasema akageukia watu wengine, sisi mataifa tukapata nini? Uokovu. Kwa sasa si wakati Waisraeli waokoke. Ukiona Waisraeli wanaokoka, jua dunia ndio. Wakati wa sasa ni wakati wa mataifa kuokoka. Mungu ameweka Waisraeli moyo mgumu wasiamini. Ukishuka na hiyo maandiko 9 kwenda mpaka mwisho. So Warumi 9, Warumi 10, Warumi 11. Iko naongelea kwamba wakati tuko sio wakati ya Waisraeli kuokoka. Wakati tuko ni wakati mataifa wanaokoka. Wao walikataa kuamini. Lakini mtapoona Waisraeli wanaamini kumpokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi kwa maisha yao, jua Kristo anakuja. Sasa Biblia inasema, Paulo sasa akiwa anaelezea hadithi ya historia ya Biblia vile ilikuwa, anasema Mungu, mwangalie hapa Paulo ndiye koroge, Mungu alimpenda Yakobo na Mungu akamchukia Esau. Na Biblia inasema ukienda kwa Petro, Mungu hana upendeleo. Lakini hapa Biblia inasema Mungu alimpenda Yakobo na Mungu akamchukia Esau. Hawa ni watoto wawili wa mama moja na baba moja. Kwa nini Mungu ampende mtoto moja na Mungu amchukie mtoto mwingine? Na viumbe yote nani anaviumba? Ni yeye Mungu. Nini Yakobo alifanya kusudi mbingu impende? Na nini Esau alifanya kusudi mbingu iweze kumchukia? Nakwambia Ibrahimu aliamini Mungu mwenye amjui, na mbingu ikapata nafasi ya sifa ya kuweza kumhesabu kwamba mtu wa maana. Isaka alitii mpaka kifo, mbingu ikaona ni mtu wa maana. Lakini sasa nini Yakobo naye alifanya mpaka mbingu iweze kufanya nini? Kumpenda, mbingu ianze kujitambulisha kwa jina ya nani? Ya Yakobo. Twende kuona kile Yakobo alifanya kusudi mbingu impende, na twende kuona kile Esau alifanya kusudi mbingu ipate kumchukia. Kitabu ya Mwanzo sura yake 25 mstari wake wa 29 mpaka 34. Mwanzo 25 29 mpaka 34. Genesis 25 29 to 34. Genèse 25 29 jusqu'à 34. Siku moja Yakobo alipika mchuzi wa dengu. 29. Okay, it's okay. Siku moja Yakobo alipika mchuzi wa dengu. Esau akarudi kutoka porini akiwa na njaa kali. Esau akamwambia Yakobo, haraka, nipe huo mchuzi mwekundu. Nina njaa kali sana. Hii ndiyo sababu pia aliitwa Edomu. Ndio sababu aliitwa Edomu. Edomu ni kusema mtu anapenda chakula. Ndio maana Esau. Yakobo akamjibu, niuzie kwanza haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama, mimi niko karibu ya kufa. Itanifaa nini haki ya mzaliwa wa kwanza? Yakobo akamwambia, niapie kwanza. Hivyo Esau akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya kuzaliwa. Ndipo Yakobo akampa Esau mkate na ule mchuzi wa dengu. Akala na kunywa, kisha akainuka akaenda zake. Kwa hiyo Esau alidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema Mungu akamchukia Esau kabla hatajazaliwa, na Mungu akampenda Yakobo hata kabla hajazaliwa.
Asa nini Esau alifanywa kusudi achukiwe na Mungu, na nini Yakobo alifanywa kusudi apendwe na Mungu? Unajua, walipozaliwa, unisikiliza vizuri, katika sheria za Mungu ilikuwa inasemekana mzaliwa wa kwanza atachukua 85% ya mali ya baba yake. Tuseme kama nina watoto 10, ule wa kwanza amezaliwa tu, yeye ana haki ya kuchukua 85% ya mali yangu yote, na watoto 9 wengine watagawanyana 10 na ngapi? Na 5. Kwa hiyo ukizaliwa tu wa kwanza, mara moja wewe uko nani? Great. Hata una akili, usiwe na umesoma, usiwe wewe tayari unakuwa big, unakuwa mkubwa, mzaliwa wa kwanza. Na alipozaliwa wa kwanza, Esau akatoka wa pili. Lakini walipozaliwa, kila mtu akawa na kile anataka kwa maisha yake. Biblia inasema kila asubuhi, kila mchana, hata wakiwa kwa ujauzito, kwa sababu watoto walipopigana ndani ya tumbo, mama alipoenda mbele ya Mungu kumwambia, jamani, mimi nilikuwa nimekubaliana na hali yangu ya utasa, lakini wewe Mungu ndio ukakubali kwamba mimi nitazaa. Ilikuwa baraka. Lakini mimba inapokuja sasa kwa uzee inaniletea shida, ndani ya tumbo kuna kwa vita. Kwa nini? Kwa nini nibebe mimba? Mungu akamwambia, ndani yako si kwamba kuna viumbe mbili, kuna mataifa mbili. Na elewa, mimba ni mtu inasikia. Na watu waongelea mimba. Unasikia katika ulimwengu wa kiroho watu ubeba mimba kwenda kuroga, mimba uroga. Wazo ni mtu. Ambia kuna mataifa mbili iko ndani yako. Mdogo atakuwa mkubwa, na mkubwa atakuwa nani? Mdogo. Hii mimba yote mbili iliposikia, Yakobo akajua maybe ndio mdogo. Sasa apambane kuanzia mwanzo, atoke kuwa nani? Wa kwanza, kusudi azaliwe nani? Mkubwa. Kwa ndani ya tumbo Yakobo alitaka kuwa nani? Mkubwa. Lakini ndani ya tumbo Esau alitaka kuwa nani? Mdogo. Biblia inasema wakati wa kuzaliwa Esau akatoka wa kwanza. Kwa hiyo atakuwa mkubwa, atarizi mali ya baba yake Isaka 85%, na Yakobo kama na wadogo na wale wengine wote watagawanyana 15%. Wakiwa na grow kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, kila usiku, Yakobo yuko nafikiria vile atakuwa nani? Mkubwa peke yake. Afikiria mambo mbili, anafikiria tu bila atakuwa mkubwa. Na Esau anaenda na winda nyama. Alitoka kuinda nyama, si kwamba alikosa nyama, alipata nyama. Sema alipata nyama. Akakuta mdogo yake ametengeneza supu. Sio supu ya kuku, sio supu ya samaki, sio supu ya nyama, supu ya dengu. Hata ukienda Serena Hotel, supu ya dengu haitaenea 50,000. Supu. Akamkuta mdogo yake ametengeneza supu ya dengu. Kaka akamwitisha mdogo yake, mdogo yangu nisaidie na supu, nimetoka kuinda nyama, hata nilipata nyama, unipe supu ya dengu kwani kule nasikia njaa. Na ndio maana jina Esau anaitwa pia Edomu, lakini yote ikimaanisha mtu anayependa chakula. Mtu anapenda chakula sana aweze enda mbali, lakini yake inakuwa kidogo. Tena hata kwa kuvumbua vitu kubwa, si mtu anakula. Kama watu wanataka kuvumbua vitu kubwa, wanawatengaka na chakula, wanakunywa maji tu. Tumbo yenyewe nakula kila wakati, kichwa inaacha kufanya kazi vizuri. Yakobo, Esau, Edomu, maana yake mpenda chakula. Akampata mdogo yake ametengeneza supu. Akamwambia mdogo, nataka supu, nipatie supu nikule. Mdogo akamwambia supu iko hapo, lakini na masharti. Unajua, tangu ndani ya tumbo, mimi baada ya kusikia Mungu anasema mdogo atakuwa mkubwa, nilianza kupambana ndani ya tumbo mimi nilikuwa nani? Mkubwa. Nilikushika kwa sikizini, lakini ikashindikana, ukatoka mbele. Kwa mpaka leo
sijawahi kutoka kwa mtazamo yangu, mimi nataka kuwa nani? Mkubwa. Sasa supu iko pale, lakini by one condition, takupa supu yangu, lakini ukubali kuanzia leo mimi nachukua uzaliwa wako wa kwanza. Si kwamba Esau aelewe, anajua. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Yakobo iko namwambia, hii supu yangu ya dengu, nataka kuchukua 80% ya mali ya baba yangu yote. Naelewa Esau. Isaka alikuwa na ng'ombe ngapi? Isaka alikuwa na ng'ombe 6850. Sasa mtu anataka kununua ng'ombe 6850 kwa supu ya dengu. Yule ananunua hana shida. Shida ni yule anafanya nini? Anauza ndio ajue value, au anadharau value ya mali ya vitu vyake. Esau akasema ukubwa naenda no wa. Hata kama nilizaliwa mkubwa, lakini ndani ya moyo wangu sivutiwe na nini? Na ukubwa. Mimi navutiwa na nini? Na tu vitu, supu ya dengu ni tuvitu tu nini? Tudogo. Hata kama nilizaliwa mkubwa, lakini mimi navutiwa na tu vitu tu nini? Tudogo. Na walipokuwa naongea wao wawili, mama hakuwepo, baba hakuwepo, Yakobo akajua huyu anaweza kuniruka kwa sababu hakuna shahidi hapo. Kaambia sasa, kwa sababu mama hayuko hapa na baba hayuko hapa, supu niko tayari nikupe. Uniapie mbele ya Mungu kwamba umeniuzia ng'ombe zote za baba, umeniuzia mashamba yote ya baba, umeniuzia mbuzi zote za baba, umeniuzia kondoo zote za baba kwa supu ya dengu. Edom, mpenda chakula, Esau akasema, Mungu we, sina haja ya mambuzi yote ya baba, sina haja ya mang'ombe zote za baba, sina haja ya mashamba yote ya baba, naipatiana, naiuza. Najua hapa na kusema Yakobo aliiba. Yakobo hakuiba. Yakobo aliununua urithi. Nimeuza kwa supu ya dengu. Biblia inasema ile 34 ndio sikia, ndio maana Mungu amtukia. Ndivyo Esau akazarau uzaliwa wake wa dini wa kwanza. Uzaliwa wa kwanza ilikuwa mtu mkubwa atakayekuwa great. Kwa nini Mungu anampenda Yakobo? Yakobo alitaka ukubwa. Na kwa nini Mungu avutiwe nayo? Katika ahadi Mungu alimwahidi Ibrahim. Mungu alimwahidi mambo mangapi? Ukisoma Mwanzo 12:1-2, katika mambo 4 Mungu alimwahidi, moyo wa moyo wa Yakobo ilivutiwa na jambo moja. Mungu alimwambia Ibrahim, nitakupa yako nchi. Hiyo ilikuwa ahadi ya kwanza. Ahadi ya pili akamwambia, nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Ahadi ya tatu, nitakufanya kuwa na jina nini? Kubwa. Kwa Mungu hataki watu wakuwe wa dini wadogo, lakini Mungu anataka watu wakuwe nini? Big. Sasa Yakobo yeye hakutaka kuwa small, anataka kuwa big. Hata Yeremia 33 Mungu anasema tumuite, ataitika. Hata tufunulia mambo madogo, lakini hata tufunulia mambo manini? Makubwa. Kwa mtu aliye na moyo wa kutaka mambo makubwa, mbingu inachapa makubwa. Moyo wa kutaka tu vitu twa upuzi, mbingu haivutiwe nao. Hata kama sina kitu, hata kama hakuna dalili, hata hakuna picha, hakuna mbele, hakuna nyuma, kushoto sione kitu, nyuma sione, nahitaji kuwa tu asubuhi, mchana, jioni, kama nani? Yakobo, kuwa na matamanio ya mambo manini? Makubwa. Ndio Mungu anamwambia Musa, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim, na kutuma kule lazima uende na imani, kubali neno langu. Namba 2, mimi ni Mungu wa nani? Wa Isaka. Inahitaji ukwe obedience, unatii neno langu vile inasema. Lakini namba 3, sikukutuma kule tumambo tunini tudogo, na kukutuma kule kwa ajili ya mambo manini? Makubwa. Mungu anapotutokea tu, Mungu atutokee kwa ajili ya mambo madogo.
Mungu anapotutokea tu, Mungu atuite. Unajua watu wengi wanafeli, wanakwama kutoa vitu vya upuzi. Watu wanagombana kwa kwaya, wanakutumia vitu vidogo tu upuzi, na kumbe tumetiwa mambo manini makubwa. Mungu anatutokea, Mungu anatuita, Mungu anaongea na sisi, atuite na ongee na sisi kwa ajili ya mambo madogo. Anatuitia mambo makubwa. Na mtu mwenyewe ndani ya moyo wake kunafikiria mambo makubwa. Mbingu kila asubuhi wanachapa makofi, mchana wanachapa makofi, jioni wanachapa makofi, usiku wanachapa na mtu anayefikiria mambo madogo, chukua andiko ya Warumi 9 na ukuwe unaishika kila siku 13. Mungu akamchukia Esau kwa sababu anataka tu vitu kidogo, supu ya dengu. Anaweza ugombana juu ya chakula, watu wenyewe wanaweza ugombana juu ya chakula, watu wanaweza ugombana juu vitu tu upuzi tu ujinga. Kama unataka kumjua Esau tu, ni mtu anagombana kwa vitu tu upuzi, anatafuta mashida tu upuzi tu dogo tu shida tu ovyo ovyo. Mbingu imetuita, mbingu inaongea na sisi, mbingu inasema na sisi kila asubuhi, kila mchana, jioni. Mbingu inataka tutimize mambo manini makuu pekee yake. Mungu anataka kwa maisha yetu kwa deliverance kubwa, kwa sababu kitu ikifanyika kubwa, jina ya Bwana inafanya nini? Inatukuzwa. Unaona, Mungu nianze kuonesha vile Mungu anataka tu vitu kubwa. Nikupatia wakati sasa Musa anawatoa wana Israeli. Angalia, acha kwa nikuonesha vile Mungu anataka. Musa mwenyewe hakuwa naamini, anaitwa lakini haamini. Musa akasema mimi siende. Mungu akamwambia wewe hauna moyo ya Ibrahimu. Ibrahimu niliposema naye tu akaamini. Mungu akamuuliza una nini? Akamwambia nina fimbo. Akamwambia tupa chini. Akatupa chini. Ikageuka kuwa nini? Mungu ndio anasema si Musa ashughulike fimbo igeuke nyoka. Ni Mungu anashughulika fimbo igeuke kuwa nini? Nyoka, kwa sababu Mungu ndio amefanya nini? Amesema, si Musa amesema. Fimbo ilipoanguka chini inageuka nyoka. Musa akaanza kukimbia, akamwambia usitoroke, mshike kwa mkia. Alipomshika kwa mkia akageuka nini? Ni fimbo. Akamwambia hii ni muujiza ya kwanza, lakini kama pia Farao hataamini muujiza ya kwanza, eka mkono kwa mfuko. Akaweka, si Musa anze kujiuliza afanye mahesabu kile na kwa mkono kwa mfuko ni Mungu amesema. Ukianza kuona mhubiri anakusukuma, elewa hakuna Mungu. Unaelewa, Mungu ndio atafanya, Mungu ndio anasema, na kama Mungu ndio anasema, yeye ndio atafanya. Alipotosha mkono ikajaa ukoma mweupe, akamwambia rudisha mkono. Mkono ukarudia, sasa enda na hiyo miujiza. Alipofika, angalia, Mungu si Mungu wa mambo tudogo, never. Mungu atuokoe kwa ajili ya mambo ya upuzi, kwa ajili ya 100,000, kwa ajili ya 1,000,000. No, Mungu anatuokoa kwa ajili ya mambo makubwa. Na mtu mwenye kuna mambo makubwa, utamjua kitu ya kwanza, anaepuka tu upuzi, tu ubishi ya vitu yote nini ndogo, kwa sababu iko nampotezea akili bure na nguvu bure. Lakini Esau anang'ang'ana hapo, najua mimi nataka supu ya dengu, lisi ya kuleta ngwazo. Tumetia upuzi, tumetia ujinga, tumetia tuna maana. Alipofika mbele ya Farao, Farao alipokataa akasema Mungu ni nani? Musa akatupa fimbo. Fimbo ikageuka nini? Nyoka. Watu wote wa Farao wakaanza kukimbia, lakini Farao kwa sababu alikuwa na magician, waganga, kaita waganga wake wa kienyeji. Wote kila mtu akaja na fimbo. Na njoo ukiona wale politician wanatembea na fimbo. Si fimbo. Si fimbo. Wengi utaona ni fimbo, si fimbo. Wanatembea na power. Waganga wa Farao nao wakaja wakatupa bakora zao. Zote pia zikageuka nini? Nyoka. Lakini Mungu kwa kila kitu anataka kuonekana kuwa nani? Be. Na Mungu anataka kutembea na watu wenye kwa akili yao, kwa mawazo yao, kwa mpango. Hata hawana kitu, lakini wanafikiria mambo manene makubwa, wanapanga mambo manene makubwa, ndoto yao ni mambo manene makubwa. Na kama utamuona mtu yuko kwa mambo makubwa, sifa ya kwanza, hautamuona kwa ugomvi ya vitu ya upuzi, vitu vidogo. Hata kwa mabaya. Kwa sababu ugomvi na kutamani vitu vidogo vinazuia mtu
kufikiria mambo makubwa kwa maisha yako. Uwe na kitu usiwe na kitu, uwe na pesa usiwe na pesa, uwe na kampuni usiwe na kampuni. Mungu anataka watu wafikirie tu mambo manini makubwa. Fimbo ya Musa ikameza nyoka zote za nani? Za waganga wa Farao. Kisha Musa akaishika. Kwa hivyo anasema, na wanyang'anya pawa yenu yote, kwa mapawa yangu ina nguvu. Waisraeli walipotoka Misri, nakwambia safari ya Misri na Kanaani, kama wangekuwa wanaume peke yake kwa miguu, ni safari ya wiki mbili. Lakini Mungu akaona kama watafika haraka, ukubwa wa Mungu utafanya nini? Hautajulikana. Mungu akamwambia Musa, uwapeleke watu mbele ya bahari ya Shamu. Farao ataposikia atajua kwamba umefanya nini? Umepotea njia. Lakini mimi nawapeleka kule kwa sababu nataka watu waone nini? Jina yangu ifanye nini? Itukuzwe, nifanye makubwa yenye watu wengine hawajawahi kufanya. Mungu anapotokea kwa maisha yetu, angalia vitu vile vigumu vyenye havijawahi kuwa, ndio vile Mungu anakuja kufanya. Vitu vile hujawahi kufikiria, ndio vile Mungu anakuja kufanya kwa maisha. Waisraeli, ile miujiza yote waliona, hawakuifikiria hata siku moja itafanya nini? Itafanyika kusudi watoke Egypt. Na Mungu anapokuja kwa maisha yetu, hakuja kwa sababu ya ugali, hakuja kwa sababu ya kwaya, hakuja kwa sababu kutupitia upuzi. Mimi nashangaa sana kutupitia upuzi bure. Na watu wanakwama hapo kuanzia asubuhi, mchana, jioni, mpaka mtu anazeeka. Lakini hii ni story ya upuzi. Tumetoa upuzi. Nakuta mara moja ana picha ya Esau, hana mahali popote ataenda. Ni watu wanafikiria chakula, ni watu wanafikiria nguo. Hasa hakuna mahali popote mtu aine utarajia ataenda. Yakobo hakuwa na chochote, hakuwa anafanya chochote. Lakini Yakobo yeye alikuwa anafikiria tu mambo manene makubwa au great. Na kama tunataka kuona ukombozi, Mungu hakuja kutukomboa kwa vitu upuzi. Mungu anakuja atukomboe kwa vitu vikifanyika kila watu wanashangaa. Vikifanyika kila watu wanasema kweli mkono wako. Nilipofika mara ya kwanza kwetu baada ya kutoka kwetu, siku ya kwanza nilikanyaka kwetu, kila mtu alisema hapa ni Bwana. Natoka familia maskini. Familia yenyewe ilikuwa na basket. Familia yenyewe ilikuwa na mattress ya kulalia. Watu tunalala kwa mlango. Lakini nilipotoka nje ya nchi mara ya kwanza, nije kwa familia yetu, watu walipokuja airport, kila mtu alishangaa. Na mchungaji wangu ule alikuwa askofu. Sasa ni mambo ya Mungu. Na mbingu inataka kufanya mambo makubwa kwa maisha yetu. Mbingu inataka ifanye mambo makubwa. Lakini kusudi mambo, angalia, Mungu alitaka kufanya mambo makubwa na Esau. Lakini moyo wa Esau haikutamani mambo manini makubwa. Na yale mambo makubwa haikufanyika kwake. Na Yakobo mwenyewe hakuwa mwenye mambo makubwa, lakini moyo wake litamani mambo makubwa. Yale mambo makubwa yalifanya nini? Yalitimia kwa maisha yake. Kwa hali yote, umesikiliza vizuri. Kwa hali yote, kwa namna yote, kwa jinsi yote, mbingu inataka asubuhi. Mbingu inataka asubuhi ya mtu ukiwa mtoto. Mbingu inataka mchana ya mtu akiwa kijana. Mbingu inataka jioni ya mtu akiwa mtu mzima. Mbingu inataka usiku uzee wa mtu. Mungu anataka kwa mawazo ya mtu tu. Mtu anafikiria mambo manini makubwa. Ukifikiria mambo makubwa unaachana na mambo madogo. Hiyo maupuzi zote unaonaka watu wanagombana, watu wanaongea, watu wanapigana, watu wanasengenyana. Hautakuwepo hata kwa hiyo hata siku moja, kwa sababu haitakupeleka mahali popote. Ukipata vitu vidogo havikupeleke mahali popote. Esau alipata supu ya dengu, alikunywa supu ya dengu, lakini mwisho ya siku maisha yake haikuweza kubadilika. Lakini Yakobo yule aliyetaka mambo makubwa, alichukua muda, lakini mwisho ya siku jina ya Yakobo ikawa nani? Kubwa. Dunia nzima, jina gani ni kubwa kupita majina yote? Kando acha jina ya Yesu. Jina gani ni kubwa dunia nzima kupita? Jina ya Yakobo, Israeli.
Wanani wanaongoza dunia? Waisraeli. Marekani wanani wanaongoza? Waisraeli. Ulaya wanani wanaongoza? Waisraeli. Rais wa Ukraine ni nani? Ule rais ni Mwisraeli. Putin mnajua ni ukoo wa Wayahudi. Rais wa Russia Putin ni Myahudi wa Israeli. Akili yao haifikirie tu vitu tudogo tudogo. Wakati unafikiria vitu vidogo hauwezi kufikia mambo manini makubwa. Sasa Mungu anasema tumuite, naye atatufunulia mambo manini makubwa. Sasa ndio Mungu amejitambulisha kwa Musa. Sasa nataka kutuma kwa Mungu atutume kwa mambo madogo, Mungu anatutuma kwa mambo manini makubwa. Nataka kutuma kwa sababu kuwatoa Waisraeli kutoka mikono ya Farao ni kitu kubwa, ni kitu ngumu. Ambia nataka uwe na sifa tatu. Sifa ya kwanza, uwe na tabia ya Ibrahim. Uwe mtu naamini neno yangu bila kuifanyia mahesabu. Kwa sababu anayefanyia neno mahesabu ya Mungu ni Mungu peke yake, anafanyia neno yake mahesabu. Namba 2, nataka uwe